anawezaje kuwa mfanyabiashara? Sasa kwa sababu nipo afisa biashara na nagusia kitu kimoja tu au viwili vitatu, jinsi gani ya kuwa mfanyabiashara. Sawa, wote tunafahamu biashara ni nini, si ndio? Ni kile ambacho kinakuingizia kipato au kwa ajili ya kujikimu au kwa ajili ya kitu chochote ambacho nakifanya halali kinakuletea kipato, hiyo ni biashara, si ndio? Kumbuka neno halali. Sawa, kitu chochote halali unachokifanya kinakuingizia kipato, hiyo ni biashara. Unaweza ukajiuliza, mimi nawezaje kupata biashara au nawezaje kuwa mfanyabiashara? Mfanyabiashara unakuja baada ya kuona tatizo kwenye jamii inayokuzunguka. Sawa, ile tatizo unapotafuta njia ya kulitatua, umeshakuwa mfanyabiashara tayari. Hiyo unaitoa kama huduma au unatoa kama nini? Kama kwa ajili ya kupata pesa. Sawa, kwa chanzo cha biashara ni matatizo ambayo yanatuzunguka kwenye nini? Kwenye jamii zetu. Kwa hata kama ni wewe unaona kabisa kuna changamoto ipo kwenye jamii yako, unaweza ukaibadilisha ile changamoto ikawa nini? Ni biashara. Sawa, tusikae hatuna kitu cha kufanya, lakini changamoto zipo. Kwa kupitia hizo changamoto ambazo zinatokea kwenye jamii yetu zinazotuzunguka, hiyo ni chachu wewe kufanya biashara. Kwa hiyo tusitumie hizo changamoto vizuri tuweze kufanya nini? Kufanya biashara. Lakini halmashauri yetu ya wilaya ya Nsimbo imetuletea fursa. Sawa, fursa ya kupata mikopo kupitia vikundi. Unaweza kuwa unajiuliza, mimi kama nina wazo la biashara tayari, changamoto ipo, nimeshajua nitafanya nini, lakini ninawezaje kuanza ile biashara? Sina hela, si ndio? Ndio hapa halmashauri yetu ikaona kwamba nini, tuweze kuwasaidia katika vikundi. Kwa hiyo ni njia moja ya kupata kipato cha kufanya biashara hiyo ya nini, ya mikopo nafuu. Lakini pia unaweza ukajikusanya mwenyewe. Ukijikusanya mwenyewe, na maana utakuwa na pesa yako binafsi, utaanzisha biashara. Lakini una ndugu, jamaa na marafiki, ni chanzo pia cha kufanya nini? Kupata ile kianzio cha kufanyia biashara. Sawa, sasa tukisharudi kwamba wewe umeshakuwa mfanyabiashara, ila uweze kufanya biashara kienyeji, si ndio? Uweze kufanya biashara kienyeji, lazima tukutambue kama mfanyabiashara, si ndio? Kwa hiyo tukutambue kama mfanyabiashara, lazima uwe na leseni ya biashara. Sawa, kuna biashara ambazo zinakuwa na leseni, kuna biashara ambazo zinakuwa hazina leseni ila zinakuwa na vibali. Sawa, sisi ofisi yetu ya biashara tunatambua biashara zinazotakiwa kuwa na leseni ni zile biashara rasmi halali ambazo zinafanyika kwenye majengo, yaani ziko kwenye sehemu rasmi ambayo inapatikana, sio zile ambazo zinatembea. Sawa, zile ambazo ziko sehemu rasmi tunaitambua kama ni biashara ambayo inahitajika kupata leseni ya biashara. Sawa, ili uweze kuwa mfanyabiashara ambaye anatambulika na halmashauri uliopo, inabidi kwanza uwe na leseni ya biashara. Unapataje? Inabidi uwe na vitu vitatu. Cha kwanza, biashara unayo, si ndio? Cha pili, una namba ya NIDA. Cha tatu, una nini? Na namba ya utambulisho wa mlipa kodi, tunaita TIN. Ukishakuwa na vitu vitatu, unapata leseni ya biashara. Unakuja ofisini kwetu, tunaangalia biashara yako. Kila biashara ina saizi ya leseni yake. Tuchukue mfano, maduka ya rejareja ya mangi. Sawa, tunaita mangi shop, si ndio? Ya rejareja kwa mwaka mzima ni shilingi 50,000 mwaka mzima. Ona serikali yetu inayotupenda, si ndio? Kwamba hiyo 50,000 ukigawanya kwa siku unaweza kuwa unalipa 130 kitu hivi, kama 160 haifiki hata 200 kwa siku. Leseni yako ya mwaka mzima. Sawa? Kwa hiyo ndugu zangu, vijana wenzangu, usikae tukasema kwamba hatuna kazi ya kufanya, hatuna nini cha kufanya, lakini changamoto zinatuzunguka ni nyingi. Tunaweza tukatumia zile changamoto kufanya nini? Kufanya biashara. Cha kuzingatia, biashara halali. Tunachukua leseni, tunakuwa tunatambulika. Raha kutaka leseni ya biashara kwamba unakuwa halmashauri inakufahamu, changamoto zako za biashara halmashauri inakusemea. Sawa, hata ukisema wewe unafanya biashara hii, si ndio kweli unafanya biashara wewe, tunakusikiliza. Hata wale wafanya biashara wenzako mnakuwa kitu kimoja. Lakini usipotambulika na sisi kama halmashauri, changamoto nitoe mfano mmoja tu mdogo. Kuna masoko ya mikoa, si ndio?
Yale masoko nadhani wale watu walifidiwa, lakini walifidiwa kwa sababu gani? Walikuwa wanatambulika na halmashauri husika ile.